Kufuatia mwendelezo wa mzozo uliopo kati ya Urusi na Ukraini pamoja na habari mbalimbali za Ukraini zinazohusisha juhudi za Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky kusaka kwa hali na mali usaidizi wa kijasusi huko nchini Marekani, na hata hivyo juhudi zake zikionyesha kugonga mwamba juu ya uongozi wa Bwana Trump, ambapo kumemuibua bilionea maarufu wa huko nchini Marekani Elon Musk, ambaye ametoa wito wa kuwekewa vikwazo kwa oligarch wa Ukraini, yani matajiri wakubwa wanaoidhamini nchi hiyo. Musk ametoa mapendekezo hayo wakati akidai kuwa kuchukuliwa kwa rai hiyo kutailazimu Ukraini kuanza mchakato wa amani mara moja kutokana na kukosa jeuri ya kifedha inayoipata Ukraini kutokana na matajiri hao, huku akiendelea kusisitiza katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X mnamo siku ya Jumamosi kwamba mapendekezo yake ya kuwadhibiti oligarki hao 10 wakubwa wa nchini Ukraini, japo yanaonekana kama sio ya kawaida au ni yenye kusadikika, lakini yanaweza kuleta suluhu ya haraka kwa mzozo huo wa Ukraini na Urusi. Musk, ambaye anaongoza idara ya ufanisi wa serikali DOGE, wakati akijibu mjadala kuhusu usaidizi wa kifedha wa Marekani kwa Ukraini, mara kwa mara ameonekana akipinga uungwaji mkono wa Marekani kwa Ukraini, huku kwa ujumla akitetea kupunguza matumizi ya serikali kwa usaidizi wa kigeni, yani Marekani kupunguza kutoa msaada isiyo na faida pamoja na ulazima. Kauli hii ya Musk imeibua mjadala mkubwa katika vyombo vya habari na jamii ya kimataifa, hasa kuhusu uhusiano wa mataifa makubwa unapoelekea hivi sasa na hali ya kiuchumi ya siasa nchini Ukraini wakati wa mzozo huu na Urusi. Na kwa hali hii nayoiona, mfuatiliaji wa Yohomo Media, huenda utabiri wa Bwana Trump ambapo alisema kuwa kutokea kwa vita vya 3 vya kidunia unaweza kuwa sahihi kama mambo haya yakiendelea kwa namna hii. Nikimnukuu Elon Musk, maneno yake yaliyosema kuwa kuweka vikwazo vya oligarki hao 10 bora wa Ukraini, haswa wale walio na majumba huko Monaco, na kusema kuwa hali hii itakoma mara moja. Huo ndio ufunguo wa kitendawili, Musk aliandika akijibu chapisho la Senator Mike Lee ambaye alitaka Marekani kusitisha misaada ya kifedha kwa Ukraini. Hata hivyo hakuweza kutoa ufafanuzi mzuri zaidi jinsi hatua kama hiyo ingeathiri mzozo huo unaoendelea. Kulingana na chombo cha habari cha Ukraine Focus, kufikia mnamo Septemba ya mwaka 2024, aliongoza orodha ya watu tajiri zaidi nchini humo alikuwa Rinat Ashmetov, mmiliki wa kampuni ya viwanda vya SCM Group, huku akifuatiwa na mmiliki wa Interpipe Group Viktor Pinchuk, rais wa zamani Petro Poroshenko, mmiliki wa Neprazot Igor Kolomoisky na mmiliki wa Ferespo Konstantin Shevago. Katika taarifa yake ya siku zilizopita hivi karibuni, Elon Musk alisema kwamba anataka vitendo sio maneno kutoka kwa Zelensky, baada ya kiongozi huyo wa Ukraini kudai Ukraini iko tayari kwa usitishaji mapigano haramu na Urusi, na akidai kuwa maneno pekee yasingetosha kurejesha amani nchini Ukraini. Elon Musk amesema wakati akijibu tangazo la kiongozi wa Ukraini Volodymyr Zelensky kwamba alikuwa tayari kutia saini mkataba na Marekani kuhusu madini adimu duniani na kukubali kusitisha mapigano na Urusi. Zelensky siku za hivi karibuni alielezea masikitiko yake kwamba kutokana na mkutano wa Ijumaa uliopita huko Marekani, na kusema kwamba haukwenda jinsi ilivyotarajiwa. Marekani na Ukraini zilitakiwa kutia saini mkataba wa nadra wakati wa ziara ya Zelensky katika ikulu ya White House, na kusema kuwa utiaji saini huo ulighairishwa ghafla kufuatia mabishano makali katika ofisi ya Oval
huko nchini Marekani, ambapo Trump na makamu wa rais JD Vance kumshutumu Zelensky kwa kutokushukuru msaada wa Marekani kwa Ukraine. Baadaye Trump alidai kuwa mgeni wake alikuwa akitenda bila heshima na hakutaka kupata amani na Urusi. Hata hivyo, mnamo siku ya Jumanne, Zelensky alisema kuwa Ukraine ilikuwa tayari kutia saini makubaliano ya madini wakati wowote na kwa muundo wowote ule unaofaa. Alisema kuwa Ukraine pia iko tayari kwa mabadilishano ya wafungwa na mapatano na marufuku ya makombora, ndege zisizo na rubani za masafa marefu, mabomu kwenye nishati na miundombinu mingine ya kiraia, huku akimshukuru Trump kutokana na Congress ya Marekani na watu wa Marekani, lakini hakuweza kuomba msamaha rasmi kwa tukio la Ijumaa. Kufuatia mabishano yake makali na bwana Trump katika ikulu ya White House, ambapo unaona kwamba Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba iwapo Zelensky atahitaji kuwa tayari kwa amani dhidi ya Urusi, anakaribishwa tena kama walivyodai baadhi ya maafisa wa Marekani. Tukumbuke tu kuwa swala hili la pendekezo la madini katika mkataba wa amani kati ya Ukraine na Marekani aliliibua Zelensky kwa kufanya hivi vyote akihitaji kuwa karibu na Marekani na kuweza kupata msaada kutoka kwa nchi hiyo, na Marekani ilikuwa tayari kufanya mabadilishano hayo kupitia madini adimu sana duniani, yani graphite, lithium na titanium. Huwezi kufahamu thamani ya madini haya, lakini nikwambie kwa ufupi tu, madini ya graphite hutumika kutengenezea betri za magari ya umeme. Lithium haya ni kiungo muhimu katika betri za kisasa, na huku titanium kutumika katika ujenzi wa ndege, vituo vya nguvu na bidhaa nyingine nyingi. Elon Musk anaendelea kusema kuwa wengi wa watu au maoligarki walioorodheshwa hapo awali wamechangia katika juhudi za vita vya Ukraine na Urusi, akitaja kuwa Poroshenko na Pinchuk wanajulikana kuwa wamelipatia jeshi la Ukraine ndege zisizo na rubani na vifaa vingine, huku Akhmetov akiwa nyuma na mradi wa kutoa risasi za kijeshi, usafiri, vifaa vya matibabu na ndege zisizo na rubani. Na kwa upande wake ameripotiwa kutumia kiasi cha dola za Kimarekani shilingi milioni 274 katika juhudi za vita ndani ya miaka mitatu iliyopita. Kulingana na pendekezo hili la Musk, liliweza kuzua hisia tofauti mtandaoni. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii walihoji kwamba iwapo kuwawekea vikwazo wasomi wa biashara wa Ukraine huenda kunaweza kweli kushinikiza Ukraine kufanya mazungumzo, huku wakibaini kwamba Ukraine inategemea zaidi ufadhili wa nchi za kimagharibi. Wengine walisema kuwa mwezi uliopita tu Ukraine yenyewe iliyoidhinisha wafanyabiashara kadhaa mashuhuri, ikiwa ni pamoja na Poroshenko, Kolomoisky na Shevago, ambapo inaonesha mpasuko kati yao na serikali. Ingawa hakuna sababu zilizotolewa za vikwazo hivyo, kiongozi wa Ukraine Vladimir Zelensky alikuwa ametoa wito wa kuzuia mabilioni ambayo yalipatikana kwa kuuza Ukraine, ambayo pia ni maslahi ya Ukraine na usalama wa nchi hiyo, siku moja kabla ya tangazo la vikwazo. Nipende kukukumbusha tu mtazamaji na mfuatiliaji wa Yuhoma Media kuwa hivi sasa Ukraine imepoteza upatikanaji wa satellite za kibiashara za Marekani, ambapo shirika la kitaifa la ujasusi la Geospatial Intelligence limesitisha huduma hiyo kutokana na agizo la Rais Donald Trump wa huko Marekani. Shirika hilo la kitaifa la ujasusi la Marekani NGA limeacha kuipatia Ukraine picha za satellite zilizolipiwa na Marekani, kupelekea vyombo kadhaa vya habari kuripoti taarifa ya shirika hilo na uamuzi huo uliofanywa kulingana na agizo la Rais Donald Trump juu ya msaada wake kwa Ukraine. Na hatua hiyo inafuatia kusitishwa kwa hivi karibuni
kwa Marekani katika uwasilishaji zaidi wa silaha na kushirikiana kwa kijasusi na Ukraine, ambayo kwa upande wake ilikuwa ni baada ya mabishano makali ya Ijumaa iliyopita kati ya kiongozi wa Ukraine Vladimir Zelensky, Rais Trump na makamu wa rais JD Vance katika ikulu ya White House yaliyopewa jina la The Shouting Match, na kupelekea mkuu wa nchi ya Marekani Bwana Trump kumshutumu Zelensky kwa kutokuwa na shukrani, huku akisema kuwa Zelensky anacheza kamari na vita vya tatu vya kidunia kutokana na kukataa kutafuta amani kati ya nchi yake na Urusi. Kwa mujibu wa gazeti la The Washington Post, maafisa wa Ukraine akiwemo Zelensky hivi sasa wanahofia kuwa Trump anaweza kuiwekea Ukraine vikwazo kufuatia safari ya hivi karibuni ya kiongozi huyo wa Ukraine, huku afisa mmoja ambaye jina lake lilihifadhiwa aliweka wazi kuwa wanasiasa wote walikuwa wakijadili uwezekano wa vikwazo kutoka kwa upande wa Marekani. Watu wengi walikuwa na woga sana na rais alikuwa na wasiwasi. Afisa huyo aliongeza kuwa Marekani inaweza kuweka vikwazo kwa kuhusisha watu binafsi katika mzunguko wa ndani wa Zelensky na rushwa, ambayo inaweza kudhoofisha juhudi za vita vya Ukraine na kupelekea kuhatarisha uungaji mkono wake wa nchi za Umoja wa Ulaya EU. Afisa huyo hakutaja kama oligarki wa Ukraine wangelengwa pia. Ikumbukwe tu, oligarki ni kundi la watu wachache matajiri na wenye nguvu katika nchi, na mara nyingi wakimiliki kampuni kubwa kushiriki katika siasa na utawala. Nchini Ukraine, oligarki wamekuwa na ushawishi mkubwa katika uchumi na siasa za nchi hiyo. Wengi wao walijikusanyia mali wakati wa mabadiliko ya kisiasa ya nchi hiyo, hasa baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti. Katika kipindi cha vita dhidi ya Urusi, oligarki wa Ukraine wamekuwa na nafasi muhimu katika kusaidia juhudi za kijeshi na kiuchumi za nchi yao, lakini pia kumekuwa na wasiwasi kuhusu ushawishi wao katika masuala ya kisiasa na kiuchumi ya nchi hiyo. Wito wa Musk ambao unalenga kuweka vikwazo dhidi ya oligarki wa Ukraine unaweza kuwa na muktadha kwa kuzingatia ushawishi mkubwa wa kundi hili katika mchakato wa kisiasa wa Ukraine na mgogoro na Urusi, licha ya kuwa pendekezo lake linaonekana kukosa mashiko na lisilowezekana, japo huenda likawa na matokeo chanya kama likifuatwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.